sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia kwenye bajeti ya wizara hii muhimu sana kwa hususan katika pato la taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote na mimi nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya kuhakikisha kwamba utalii wa Tanzania unaendelea kukua, ambapo unaendelea kuongeza pato la taifa letu. Wengi hapa wamezungumza kuhusiana na filamu ya Royal Tour, na mimi niungane nao kumpongeza Mheshimiwa Rais kwenye hili, na tumeona tija yake kubwa, ambapo tunafahamu wakati Mheshimiwa Rais anaingia alikuta watalii ambao wanatembelea Tanzania takriban watalii 900,000, lakini leo tunapozungumza tunao watalii wa nje zaidi ya 2,200,000. Hii ni hatua kubwa sana, na hao ni watalii wa nje, lakini ukijumlisha pamoja na watalii wa ndani tunao zaidi wa watalii 500,000 ambao wanatembelea. Wote tunafahamu kwamba hapo nyuma sisi wa Tanzania ilikuwa sio utamaduni wetu kutembelea vivutio vya utalii. Tulikuwa tukiamini utalii ni kwa ajili ya watalii ambao wanatoka nje ya Tanzania. Ni hatua kubwa sana ambayo tumeipiga, na hii ni jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais mwenyewe, lakini kwa kushirikiana na watendaji wake, hususan watendaji wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati Mheshimiwa Rais anaingia tulikuwa tunapata mapato takriban dola milioni 1.3 sawa na almost trilioni 2.5, lakini leo tunapozungumza tunapata zaidi ya dola bilioni 4.4 sawa na takriban trilioni 11. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao vijana wetu wa Kitanzania zaidi ya 3 ambao wanaendelea kupata ajira kutokana tu na utalii, na hii yote ni kutokana na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya ya filamu ya Royal Tour Season 1. Lakini hapo hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii kupongeza sana wizara, kuanzia Mheshimiwa Waziri dada yangu Ashatu Kijaji kwa muda mfupi ambao amekuwepo kwenye wizara hii, tunaona tija yake, tunaona kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya. Lakini kaka yangu Dr. Abbas, katibu mkuu ambaye amehudumu wizara hii zaidi ya miaka 3 sasa, kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, na yeye tumpongeze zaidi, kwa sababu tutakumbuka wakati filamu ya Royal Tour yeye ndo alikuwa mratibu wa filamu ile, na kazi ile kubwa ambayo imefanyika, jitihada za Mheshimiwa Rais, lakini yeye kwenye kuratibu jambo lile alifanya kazi kubwa, tuendelee kumpongeza sana. Lakini katika eneo hili Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipata taarifa kwamba itakuwepo filamu ya Royal Tour Season 2. Ningetamani sana Mheshimiwa Waziri wakati anakuja kuwind up atueleze filamu hii itaanza lini, kwa sababu kama tumepata tija kubwa kwa kiasi hiki kwenye filamu ya Royal Tour hii Season 1, nina imani kwamba tutakapokuja kwenye filamu ya Royal Tour Season 2 basi matokeo yatakuwa makubwa zaidi, na hizi changamoto nyingi ambazo tumekuwa tukizungumza hapa bungeni katika maeneo tunayotoka, tuna imani kwamba changamoto zitaendelea kupungua kwa ukubwa. Kwa hiyo ningetamani sana Mheshimiwa Waziri atuambie lini filamu hii itaanza kurekodiwa ili tujiandae. Lakini katika eneo hili ningetamani kushauri, tumeona sasa hivi tunapozungumza utalii, hata ukimuuliza Mtanzania wa kawaida utalii, yeye kichwani kwake anafahamu utalii kwa kanda ya kaskazini. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa la Tanzania tumebarikiwa, tuna vivutio vya utalii kila kanda ya Tanzania, tena vivutio vya asili kabisa. Kwa hiyo ningeshauri kwenye filamu ya Royal Tour itakayofuata, tunaomba Mheshimiwa Rais ajielekeze kwenye kanda nyinginezo kama vile kanda ya kusini. Leo ukienda kanda ya kusini kuna vivutio vingi sana ambavyo tukiendelea kuvitangaza tutaongeza idadi kubwa ya watalii Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatamani kutoa ushuhuda tu wa filamu ya Royal Tour Season 1. Mimi ni mmoja kati ya Tanzania ambao wanapenda kusafiri katika maeneo mbalimbali. Nimewahi kukutana na watalii wazungu, kundi la watalii, na nilipowauliza walifahamu vipi kuhusu Tanzania, waliniambia walifahamu kupitia filamu ya Royal Tour. Kwa hiyo tunaona umuhimu mkubwa
Kwa hiyo ningetamani tuweke msukumo wa kuleta filamu ya Royal Tour Season 2 ili tuendelee kuona mafanikio makubwa ambayo yataendelea kupatikana. Lakini nikiongelea utalii wa kusini, nafahamu kwamba wizara imeendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba wanaenda kuvitangaza vivutio vya utalii na wameweka jitihada. Tumeona ukienda hifadhi ya Ruaha pale, ukienda hifadhi ya Nyerere wameweka viwanja vya ndege vipya, na nina imani kwamba tija itaendelea kupatikana kwa kuwekwa viwanja hivi vya ndege. Lakini ukienda kule kwetu Kilwa Kisiwani, kuna watalii ambao wanakuja pale kwa kutumia boti, lakini inatumika boti ndogo. Ningeomba sasa wizara watuwekee gati kubwa ambayo itaweza kupokea meli kubwa ili tuendelee kupata watalii wengi zaidi pale Kilwa Kisiwani. Lakini ukienda kule Kilwa Kipatimo, kila mtu hapa anafahamu kuhusiana na vita vya Majimaji. Leo ukizungumza vita vya Majimaji, wengi wanafahamu kule vita vilipoishia Songea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, vita hivi vilianzia kwetu Kilwa Kipatimo pale, ambapo kwa muda mrefu tumekuwa tukistruggle Watanzania wafahamu kuhusiana na pale vita vilipoanzia. Mwaka jana hapa tulitaka kufanya maadhimisho mwezi wa 8, lakini tulishindwa, hatukufanikiwa. Sasa niombe wizara, mwaka huu tuko kwenye mipango ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na maadhimisho ya vita vya Majimaji Kilwa Kipatimo. Niombe Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na wizara kwa ujumla, twendeni mkatuunge mkono ili tuweze kufanikisha maadhimisho ya vita vya Majimaji. Tuendelee kutangaza vivutio pale. Ukienda Kipatimo utakuta yako pale mapango ambapo wakati wa vita vya Majimaji akina mama walikuwa wanaficha watoto wao kwenye yale mapango pale. Ni sehemu nzuri ya vivutio vya utalii ambavyo tukivitangaza tutaendelea kuongeza pato la taifa. Lakini Lindi na kusini kwa ujumla, ukienda Mtwara tuna beach safi kabisa. Leo hii unaenda Lindi huna hoteli ya kufikia, unaenda Mtwara wageni wetu wanakosa kwa kufikia kwa sababu hakuna hoteli. Lakini tuna beach plots nzuri ambazo tunaweza tukajenga hoteli pale, tukaendelea kuongeza idadi ya wageni ambao wataendelea kutupatia mapato katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na tija kubwa inayotokana na utalii, tunazo changamoto. Moja ya changamoto kubwa ambayo tunakabiliana nayo, wengi wameeleza hapa, changamoto ya tembo. Kule kwetu tunaita ndovu, na ningependa nitumie jina ndovu. Leo ukienda kwenye mkoa mzima wa Lindi utakuta tunakabiliana na changamoto ya ndovu. Tunatambua, na mimi binafsi natambua sana umuhimu wa ndovu, natambua tija yake kwenye kutuletea mapato kwenye taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba hakuna kitu muhimu kama uhai wa wananchi wetu. Kwa hiyo niombe sana twende tukaone namna ya kukabiliana na changamoto hii ya ndovu, kwa sababu watu wengi wanapoteza maisha, watu wanajeruhiwa, lakini mali zinapotea kwa maana ya mashamba ambayo ndovu hawa wamekuwa wakiathiri mazao. Sasa hapo tunafahamu kwamba wizara au serikali imekuwa ikitoa fidia kwa kifuta jasho na kifuta machozi, lakini kuanzia mwaka 2023 wapo watu wanaodai zaidi ya watu 1000 katika mkoa wa Lindi. Mpaka leo bado hawajalipwa. Mara ya mwisho malipo yalitoka mwaka 2024 na malipo yale yalikuwa kwa wale wanaodai kifuta jasho miaka ya nyuma iliyopita, lakini kuanzia pale bado hatujalipwa. Tunatambua sana jitihada za serikali. Tumeletewa ndege nyuki 6 kutokana na ahadi ya Mheshimiwa Rais ambayo aliahidi wakati wa kampeni alipokuja Lindi, lakini ndege nyuki 6 hazitoshi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tungetamani tuendelee kuongezewa nguvu. Lakini Mheshimiwa Rais